kutoka ardhi ya ndoto. Wo, nephew, mambo vipi? Hey, nephew, nimekuja tena ndugu yenu. Sasa leo nakuja kuongea na madada na wajibuni swali lenu kubwa kwamba kwa nini wanaume hamtakagi kusema ukweli. Na baada ya kukaa na kikao na masela wenzangu, nimekuja leo msemaji wao kuwapa jibu. Lakini kabla sijaendelea, kama kawaida yangu, nipo hapa kwa udhamini mkubwa wa One Africa. Nendeni kule wanakimbia. Haya sasa. Nyie madada zangu, unasemaga, wewe niambie tu ukweli, ugomvi uisha. Sema tu ukweli, mimi nitakusamehe, nakwambia mimi nitakusamehe. We. Kwanza, na ukimwambia girlfriend wako, mke wako kila kitu cha ukweli, mambo mengi, atakwenda atadanga naye kukurudishia maasira. Kwa hiyo umempa tiketi hiyo, atasepa. How? Kila argument mnayofanya anarudisha. Boom, defeated. Yani utatoka 12-0. Utapigwa kila mkianza argument. Ushindi, utoboi. Ukielekea kumuumiza analirudishwa. Sasa masela tumegoma. No, we acha. Takonda wewe, nakwambia. Sasa kingine kwa nini tuambieni ukweli? Wewe hapo ukikutana na mtu haja kuona miaka kadhaa. Sasa wewe msela mwambie tu mwanamke ambaye hujamuona miaka kadhaa, umenenepa. Wewe tanuniwa, wewe utapigwa matusi, wewe utapewa kishambulizi. Wewe acha. Usiseme. Na kumbe ni ukweli. Au sikiliza hii. Kute mwanamke hujaonana naye vile miaka kadhaa, unazeeka. Wewe danganya tu. Uongo wanaoupenda na kuhusu miili yao na umri wao. Vingine vyote ongea ukweli. Wanachagua. Sasa tumeamua sisi tunasimama na msimamo mmoja. Hatuongei ukweli. Basi kuishi. Umenenepa, ni mbamba. Mzee wewe ni kijana. Unasijui manani au no. Wigi limepinda, liko fresh. Miwani ya kupendezi, uko okay. Unanuka, unanukia. Yeah. Sasa tumekubaliana hayo. Sisi wanaume tumechagua kitu kimoja. Uongo. Menisoma Nephew leo nimeliwasha. Haya bana.